Kwa lazima uwe makini katika kuongea kwako. Ongea neno, ongea mafundisho uliojifunza hapa, ongea mafundisho, ongea mitazamo mbalimbali ambayo umejifunza hapa. Sema amina, sema amina. Ndio ya ujaze ufahamu wako. Hata inapoinuka tatizo au changamoto yoyote, ongea fundisho, ongea andiko. Sema amina. Ni changamoto ya uchumi, okay, ongea andiko. Andiko linasemeje kwenye changamoto ya uchumi? Ni changamoto ya ndoa, ongea maandiko. Maandiko yanazungumza nini kwenye changamoto ya ndoa? Usiongee tu. Maneno ni mbegu. Kama utakuwa unajirahisisha kuongea chochote, ujue ipo siku utavuna unachoongea. Kama utakuwa unajirahisisha unaongea chochote, iko siku utavuna unachokiongea. It is better ukawa speechless, usiongee. Kama unaona hauna break ya kuongea, unafiatuka lolote, it is better usiongee. Na watu wengi wanaongea wanasahau walichoongea. Wengine wameongea mambo mabaya, wakajilaani wenyewe, wakalaani kazi zao, wakalaani biashara, wakalaani chochote kwenye maisha yao, wakasahau. Ilipokuja amani wakasahau kwamba kuna maneno walitamka, kuna maneno waliongea, wakajisahau. Very bad. Tutaangalia wakati mwingine pointi zingine, lakini itoshe tu kwa hayo. Sasa unaweza nayo ukawa ni mtuhumiwa. Kuna kesi tu iko mahakamani, siku yoyote inaweza ikatolewa hukumu, na hukumu ikitolewa unaenda jela. Kuna maneno umewahi kuongea, bado tu kesi haujafika ule wakati mtimilifu, lakini kesi inaendelea mahakamani, unaendelea kushtakiwa, kuna ushahidi unazidi kukusanywa ili upate kufungwa. Mwambie Mungu akakusamehe. Kila neno lolote lile ambalo ukategwa ukakamatwa, iwe katika uchumi, iwe kwa watoto wako, iwe katika ndoa, iwe kwa habari ya utumishi wako, iwe kwa habari ya kibali. Mwingine akasema mimi nina nuksi mimi. Yaani mimi nina nuksi, yaani nikianzisha mahusiano lazima tuachane tu, afu na unakomalia kabisa. Lazima tu tuachane, nina nuksi mimi. Mtu hawezi ukaa na mimi kwenye maisha yangu muda wote, tutakorofishana tu. Unaona sifa. Yesu